Bwana asifiwe. Katika mazingira yetu kama Wakristo, wale tunaofahamu kinachoendelea, kwa nini tunasherekea sikukuu kama hii, tunajua kwamba kuna kazi kubwa mno iliyofanyika. Lakini naweza kukiri ya kwamba wako watu wanaweza kuwa katikati yetu au katika jamii ambayo wanaitwa Wakristo, wasielewe ni nini kinachoendelea, kama ambavyo ilinitokea mimi miaka ya nyuma. Nilikuwa naona tu ikifika mwishoni mwa Machi au mwanzoni mwa Aprili kuna kitu kinaitwa Pasaka. Lakini ikifika pia Krismasi au Disemba, hiyo unaanza kusikia watu wakifurahia. Kwa hivyo ni mazingira ambayo kidogo sikuwa na uelewa vizuri, lakini nilipokuja kuelewa, nilipokuja kuwa oriented vizuri, nilielewa ni kwa nini tunaweza kumshangilia Mungu, au ninaweza kumshangilia Mungu katika matukio haya. Bwana asifiwe. Kuna neno ambalo linatumiwa nadhani na field nyingi au maeneo mengi, ikiweko wana saikolojia, nao wana hili neno linalosema orientation. Na katika eneo la wanasaikolojia, neno orientation wanavyolitumia linaweza kufanana na maeneo mengine. Ni ile mtu kuwa na uelewa wa yeye ni nani, lakini pia yuko katika mazingira gani na kwa wakati wote. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo neno hili orientation, ambalo utendaji kazi wake uko kwenye brain, uko kwenye cognitive, na kule katika utendaji kazi wake inampa uwezo, au ni ule uwezo wa mtu wa kuattend, wa kuperceive accurately, wa kufikiri au kuthink, lakini pia kukumbuka. Sasa ndiyo maana hapa mwaka wa kwanza wa masomo, au kama kuna mtu anaingizwa kazini kwenye ajira mpya, huwa kuna kitu anafanyiwa orientation. Na kinyume cha orientation, mtu anaweza kuwa disoriented, au anaweza kuwa katika mazingira ambayo hayako sawasawa. Na sasa huyu mtu ambaye amekuwa oriented, hasa katika eneo la wanasaikolojia, wanaweza kuwa wanalitafasiri kuangalia tabia ya mtu, maisha ya mtu. Wanakutazama, je, orientation ya huyu mtu, anajielewa yuko katika mazingira gani? Je, anafikiri sawasawa? Anakumbuka sawasawa? Anaweza akapasivu mambo sawasawa? Na anaweza akafanya vitu sawasawa? Wakristo wenzangu, asubuhi ya leo tunaitwa kutambua mambo kadhaa ambayo Yesu Kristo ameweza kuyaweka tangu mwanzo alipoanza kushughulikia maisha yetu. Na asubuhi ya leo nitazungumza juu ya kitu kinaitwa maisha zaidi ya kifo. Sema amen. Maisha zaidi ya kifo, life beyond death. Yesu kuja kwake hapa duniani, tulifundishwa, ilikuwa ni mpango kabambe ambao
Yesu alikuwa nao, au serikali ya mbinguni ilikuwa nao. Na serikali hii ilipofanya tathmini ya maisha ya mwanadamu baada ya kuwa amelemewa na maisha ya dhambi, kukaweko na maagano, bado mwanadamu aliendelea kuhangaika. Wakaanza kuwa wanamtazama kuhani aweze kuwafikishia mahitaji, lakini bado ilikuwa ni shida. Tulijifunza ya kwamba ilimbidi Yesu aje kama sadaka, aje kama mwanakondoo. Na siku ya Ijumaa tulitafakarishwa habari ya yale yaliyotendeka pale msalabani. Kabla ya kwenda pale msalabani, safari ya Bwana Yesu kwenda pale Goligota iligharimu mwili wake kuharibiwa, iligharimu nguvu. Ilifika mahali Yesu aliyekuwa handsome, Yesu aliyekuwa mwanaume kama wanaume wengine, akiwa na mwili sawasawa, lakini mwili wake uliharibiwa. Kwa nini? Wale askari wa Kirumi, viboko vyao vilivyokuwa na matawi, na yale matawi yana matawi mengine yaliyofungwa sindano au vyuma, ambavyo mtu akipigwa na akavuta anatoka na ngozi au anatoka na nyama. Hayo ndiyo maisha ambayo aliyapitia, au mapito magumu ambayo Yesu aliyapitia. Lakini kwa sababu alikuwa oriented na serikali ya mbinguni, maana wakati wanauliza ni nani tutakaye mtuma, kulikuwa na ukimya, lakini baadaye Yesu akasema nitakwenda. He was oriented. Alipokuja alijua anakuja kuattend vitu, anakuja kufanya mambo katika perspective ambayo si ya mashaka, lakini pia akielewa mazingira atakayoyapitia. Ndiyo maana alipokuwa kule bustanini Getsemani, anasali mpaka jasho la damu linamtoka. Alijua mazingira nayo kwenda kukutana nayo, alijua watu atakao kutana nao, alijua ya kwamba kuna msalaba unamngoja. Yesu alijua kuna kifo kinamsubiria, lakini kile kifo kilikuwa mikononi mwake. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapozungumza juu ya maisha zaidi ya kifo, nimependa kutumia Luka 24 ule mstari wa kwanza na kuendelea. Inasema Luka 24 mstari wa kwanza na kuendelea, inasema hivi: hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusurubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini,
akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastajabia yaliyotukia. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2, na walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako tu mgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi, not this verse, hebu kamata huu mstari ututafakarishe zaidi pia, watu wa Kristo ambao tuko oriented ni nini kinaendelea. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitustusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine walikuwa pamoja naye walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito na kuamini yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Sema, macho yao yalifunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kuna maisha baada ya kifo. Moja ya vitu ambavyo Warumi na makuhani na jamii nyingine ya wasioamini walichokifurahia sana katika dunia hii ni kuonesha ya kwamba ile mission yao waliokuwa nayo ya kumsaka Bwana Yesu na kumkamata na kuhakikisha ya kwamba wamemuua, hata kama hakuwa na tatizo, hakuwa amekosea. Walijua ya kwamba kile ambacho walikuwa wamekifanya tayari mission yao imefanikiwa, kwamba yule aliyejiita nabii, aliyejiita Mesaya, mwalimu, yule aliyefufua wafu, yule aliyelisha maelfu, yule aliyeponya wagonjwa, yule aliyefanya vilema na viwete wakatembea, dunia yote ilikuwa imemwadimaya, na dunia nyingine
ilikuwa imemkasirikia, wakafanikiwa kumkamata. Ingawa kufanikiwa kwao, sikiliza, Ijumaa nilisema kufa kwa Bwana Yesu haikuwa kwamba wao ndio waliomuua. Yeye aliondoa roho yake, ni yeye aliyeiondoa roho yake. Unakumbuka wakati wanamtafuta Yesu wamkamate, kiongozi wao Yuda ambaye alikuwa na orientation ya Yesu wakati huo yuko wapi? Kumbuka, mtu ambaye tabia yake kulingana na wanasaikolojia, kama ana orientation sawa sawa, tabia yake inaweza kukuonyesha au kukujulisha kama ni mtoto ambaye yuko sawa sawa, kama ni mzazi ambaye yuko sawa sawa. Katika mazingira ambayo Yesu alikuwa, Yuda alijua. Kwa hivyo akawaongoza. Alipofika mahali pale, alikuwa amewaambia, yule nitakaye mbusu ni huyo huyo, shughulikieni. Maana inasemekana wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafanana na Bwana Yesu, kwa hivyo wangeweza kukamata mjamaa mwingine. Kwa hivyo walitakiwa wawe na mtu ambaye yuko so much oriented, anayemjua Yesu ni nani. Yuda ambaye tena alikuwa mshika mkoba akawaambia, yule nitakaye mbusu, msiwe na mashaka, ni huyo huyo. Walipomkaribia akawauliza, mnamtafuta nani? Yesu. Waliposema tu Yesu, wakaanguka chini. Imagine mtu ambaye anatafutwa akamatwe, awekwe chini ya utawala mwingine au ya mamlaka nyingine, lakini wale wanaomtafuta wanaoneshwa ya kwamba ninyi mnaonitafuta hamna nguvu niliyo nayo, nikiamua chochote naweza kufanya. Ndugu zangu, tungejua katika kiwango ambacho sisi wa Kristo, orientation ambayo toka zamani tumepewa ya kulijua neno la Mungu kwamba Yesu ni nani, tungesherekea kwa ubabe na kusema ya kwamba tunayemwamini sio mwanaume wa mchezo mchezo, yeye ameishi zaidi ya kifo. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tungeweza kuwa na uelewa na ile perception sahihi juu ya Yesu, lakini tukaingia kwenye imani sahihi. Yesu ambaye tunasherekea kufa na kufufuka kwake ni mwanaume aliyetangaza ya kwamba kuna kitu kinaitwa kifo, lakini I am beyond death. Na sisi tunaomwamini Yesu tunaweza tukaelewa mambo haya, tukaishi ndani yake, na dunia haitatutisha. Mwambie jirani yako aseme amen. Haleluya, haleluya. Biblia inazungumza habari ya Yesu akiwa msalabani. Alipokuwa msalabani, akapigwa, akachoma mkuki, maji yakatoka, damu zikamtoka, lakini baadaye alikufa. Alipokufa, Biblia inasema alitokea, sitazungumza yote, alitokea mtu mmoja ambaye kwa upendo kabisa, Yusufu wa Arimathaya, akasema huu mwili hautakiwi kulala hapa, I will take this body. Ila alifuata taratibu, akaenda kuomba kibali kwa wakubwa. Wakasema, maiti ya nini? Maiti yani hili jamani kama halina maiti, nenda kachukue. Akaenda akachukua, akaenda akamzika. Ila baadaye kule kwenye vikao vyao wakastuka, wakasema kwa sababu huyu jamaa alisema, aliwadanganya, alitangazia dunia atafufuka. Sasa nyinyi askari, nendeni haraka mkahakikishe
kuna mambo yote mlioyafanya ya kutokuwepo dalili zozote za uongo kwamba mtu huyu kafufuka. Wakatumwa maaskari wenye misuri. Na wao walipofika, unaniangalia unadhani ungetumwa kama wewe? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakatumwa askari wenye misuri. Walipofika wakaviringisha jiwe kubwa, na pale juu ya jiwe ukatiwa muhuri. Hebu sikia mtu wa Mungu. Siku ya kwanza Yesu yuko kaburini. Siku ya tatu, ya pili, Yesu yuko kaburini. Na hapo wanatheolojia katika debate zao, argument zao, wanasema kama Yesu alikufa na yuko kaburini, na mnasema alienda kuwahubiria waliokufa, dunia ilitawaliwa na nani? Kuna argument kama hizo, tusingependa tuingie huko, lakini ninachojua Yesu siku ya tatu, Biblia inasema alifufuka. Jiwe ambalo lilikuwa limeviringishwa pale kwenye mdomo au kwenye mlango wa kaburi lilikuwa limeviringishwa tena, na kaburi lilikuwa wazi. Wakatokeza akina mama, wakati nafuatilia, wakatokeza akina mama ambao walienda kumuona asubuhi mwili wa huyu Yesu. Wakati nafuatilia nikaona ni moja ya watu ambao wanaonekana kuwa waaminifu, wanafunzi ambao waliendelea kutafuta na kujua hatima ya Bwana wao. Hata kama kweli yuko kaburini, lakini bado kulikuwa na ile love, commitment, kulikuwa na ile bond, attachment, wasingependa kuiachilia hivi hivi. Walikuwa waaminifu kumfuata Bwana Yesu, na hawa walikuwa ni akina mama. Hata baada ya kufa wanaonesha upendo kwa Bwana wao. Ukisoma mstari wa 56 na 55 na 56 utaona akina mama hawa walienda kutoa taarifa kwa mitume na wengine, the apostles and the rest and others, wakapewa taarifa. Wanafunzi wa Yesu waliposikia hizi taarifa, unajua walivyo tafasiri, walivyo pasivu maneno haya, ilikuwa ni nonsense. Ulishawahi kumwambia mtu shida yako halafu akakwambia hebu toa hapa nonsense zako? Ulishawahi kupeleka pepa yako kwa lecturer halafu alipoiangalia akachora namna nonsense, nenda kafanye kazi tena? Watu hawa wanawaambia, hey, kule kaburini hakuna mwili wa Yesu. Kumbukeni, tumeambiwa maneno pia ya kwamba mnaye mtafuta hayupo, amefufuka. He is beyond death. Yeye yuko zaidi ya kifo, hayupo, amefufuka, ameshinda kifo. Wanafunzi hawa na wale wengine wakasema, toeni upuuzi wenu hapa. Ulishawahi kuandika proposal, umejikunja kabisa, halafu unasema hii watu wa UN au watu wa sijui watu gani, halafu wasema this is nonsense. Akina mama hawa wakanyamaza, ila mtu mmoja alilichukua lile neno. Kumbe hata hizo zinazoonekana kuwa nonsense, ndani yake kunaweza kukawa na kitu na mtu akafanyia kazi. Hebu sikia, Petro alikimbia kwenda kaburini na hakuona mwili wa Yesu kama akina mama walivyosema, lakini bado hakuelewa huyu Petro. Bado hakuelewa kilichokuwa kikiendelea. Ndugu zangu, ninachotaka kusema hapa, inahitajika neema ya Mungu kutambua mambo haya.
Maisha tunayoyazungumza beyond death, inahitajika neema ya Mungu. If you argue with me kwa kutumia hiyo field yako, career yako, professional yako, na kuanza kusema mchungaji unachoongelea ni nini, unaelewa juu ya kitu kinachoitwa kifo, utakuwa umefanana na hawa watu ambao walipasivu mambo haya kama nonsense. Lakini ilichukua Petro nguvu yake akakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Petro alikumbuka pia maneno ambayo Yesu alikuwa ameyazungumza kwamba atakufa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Huyu Yesu amekwisha kufufuka. Na mimi leo, asubuhi ya leo ya tarehe hii 20, ninataka kukutangazia ya kwamba katika taratibu zetu, kumbukumbu zetu za kanisa, kalenda zetu za kanisa, ni siku ya ushindi ambayo tunasema haleluya. Kwa nini haleluya? Amefufuka mwanaume wa wanaume, na alipofufuka aliweza kujitokeza kwa kina Kleopa. Wanatembea kwenda Emau, walipokuwa wakitembea wanasemezana na rafiki yake. Yani ingekuwa ni maisha ya hapa UD, yani watu wanasema hivi, ile kozi wewe ulielewaje? Hivi GPA ya hivi, yani maisha ya bumu wewe linakupelekaje? Yani maisha ya UD unayajua? Au maisha ya maji au ardhi au takwimu? Ni maisha ambayo ni mara chache ukute watu wanaongelea. Okay, yanaweza kuwepo maisha mengine, lakini maisha ya hawa watu wanaulizana, kwa sababu walikuwa wana uelewa ambao ulikuwa na limiti. Yes, they had an orientation kwamba huyu mtu anaweza, tulimwamini na tunajua, lakini uelewa wao, perceptions zao, ile kuatendi jambo ambalo walikuwa katika hiyo situation ya Yesu kufa na kuzikwa na kwamba angefufuka, kulikuwa na block, kulikuwa na hindrance, kulikuwa na wamekuwa encumbered. Hawangeweza kuelewa kilichokuwa kikiendelea. Lakini nini kilichotokea? Yesu alipokuwa akitembea nao, Bwana asifiwe, akawaambia, hivi mnaongelea vitu gani? Biblia tumesoma inasema wakamshangaa. Kasema wewe, yani kungekuwa na lugha nyingine labda hata tungesikia, hivi wewe ni mjinga wa wapi? Hivi wewe ni mtu wa wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu sikia. Hebu sikia. Hebu sikia. Tunapozungumza maisha baada ya kifo, tuna mtu ambaye amepita katika mazingira yote na anakuja ndani yetu, anakuja kutuhakikishia ya kwamba yeye yupo. Yeye ni zaidi ya yote. He is beyond everything including death. Ana uwezo huo. Na huyu ndiye anayejitambulisha kwetu kuwa kwa kupigwa kwake tumepona, kwa kupigwa kwake tunalo tumaini, kwa kupigwa kwake na kufa na kuzikwa kwake na kufufuka kwake tuna maisha yenye matumaini. Si watu ambao tunaweza tukatishwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maisha ambayo Yesu anatuonyesha ni zaidi ya kifo, anakuja kwetu kujitambulisha ya kwamba yeye ana uwezo, na uwezo huo ni zaidi ya mambo yote ambayo tunaweza tukawa tunayapitia. Ndugu zangu, nataka kusema mambo haya. Tumeitwa kwa kusudi lake. Kusudi lake ambalo Yesu ametuitia, lazima tufahamu. Tunayemwamini yeye ni zaidi ya kifo. Tumeitwa kutambua kusudi lake. Tumeitwa
kumjua huyu Mungu zaidi na zaidi, ambaye amemfunua huyu Yesu aliye zaidi ya kifo. Wakristo tumeitwa, tofauti na kujua zaidi ya maisha ya kifo, tumeitwa kumfuata huyu aliye zaidi ya kifo, na sio kumfuata tu, kumuiga tabia zake na maisha yake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kujua mpango wa Mungu na mwito wake kupitia tukio hili la kipekee ambalo akina Kleopa walikuwa wamefungwa macho, hawaelewi Yesu wako naye. Huyu Yesu anapodhihirisha ushindi wa kifo, anataka tujue, sio swala tu la kufunguliwa macho. Sasa tukifunguliwa macho, what next? Anatamani tuweze kumfuata, anatamani tuweze kufanana naye, anatamani tuwe na mtazamo kama yeye, hata juu ya kifo. Biblia inasema hata hatutaki msijue habari za wale waliolala mauti, maana watafufuliwa kama Kristo alivyofufuka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpango wa Mungu, misheni ya watu wa Mungu, lazima tujue ya kwamba, lazima tujitoe na kujua ya kwamba aliyeshinda kifo, nasi tunatakiwa tuweze kutembea katika misheni hiyo. Mtu mmoja anasema, so the mission of God's people has to start and finish with commitment. So to the God whose mission we are called to share. Hatutatakiwa tu tuishie kujua ya kwamba Yesu ni zaidi ya kifo, lakini kuna namna ambavyo tunaweza tukatangaza kwa watu wengine. Wale akina mama kwa uaminifu wao wakazungumza kwa habari ya Yesu katika maisha yao. Mtu ambaye hakuwa na makosa lakini alivumilia, akapigwa, akafa, akazikwa, amefufuka. Huyu ana jambo na maisha yetu. Anajitambulisha kwetu kwa namna ya unyenyekevu mkubwa. Unyenyekevu ambao unatambulishwa na uwezo alio nao. Bwana asifiwe. Yesu ni mfano mzuri wa unyenyekevu na utii katika eneo la mateso, lakini hakuishia hapo kuwa ni mfano. Anakwenda kutudhihirishia uwezo wake ulio zaidi ya kifo. Kuna mwito unaoletwa kwetu, nasi tuweze kuchukua huo, tuweze kuwa oriented sawa sawa. Kwa sababu kuna watu wengine leo hata wanajiuliza, hivi maisha haya yanakuwa namna gani? Yesu ni mfano. Kusema kweli, Bwana Yesu asifiwe. Kwa habari ya Yesu, uchokozi ulizidi, alifanyiwa mambo mengi, aliteswa, na kuna mahali inasema alinyamaza kimya aliyokuwa akifanyiwa, lakini katika wito na kuwa anajua anachokifanya, kunyamaza kwake aliwaza zaidi kwamba sio mateso tu, sio kifo tu, kuna maisha baada ya kifo. Ndugu yangu, ninachotaka kusema kwako na kwangu, kuzaliwa, kuteswa, kufa na kufufuka kwake Yesu ametuwezesha waumini kuwa huru kutoka kwenye hofu ya kifo. Bwana asifiwe. Ametuwezesha, ametupa neema ya kutoka kwenye woga, kwenye hofu kwamba baada ya kifo ni nini kinachofuata. Lakini pia ametupa nguvu na kuikabili dhambi, kwa sababu yeye ameishi maisha ya ushindi katika dunia hii. Sio habari ya kifo tu, lakini kumbe hata maisha tulio nayo, tunayopewa tuweze kuyaishi, lazima tushuhudie nguvu ya ushindi katika dhambi ambayo yeye amekwisha kuitangaza.
Kristo anaonyesha upekee. Alikufa na kufufuka ili watu waweze kufuata mfano wake katika mateso na kuishi kwa haki. Warumi 6 ule mstari wa 2 na ule wa 13. Na huu kweli ambao Mungu anaushuhudia, Paulo anauzungumzia, ya kwamba Yesu amefanyika kuwa sadaka, amefanyika kuwa mfano, na kwamba katika kufa kwake kuna maisha mengi, kama nilivyosema, sio kifo tu, lakini hata maisha ambayo sisi leo tuko nayo. Yatupasa tujue ya kwamba aliyetuita, anayetutangazia ni Mungu wa kipekee, ni Mungu anayetuita kwenye mpango kabambe ambao hata sisi tukitembea katika eneo hilo ni mpango utakao tupeleka mahali salama. Nampenda mtu mmoja anaitwa Christopher Wright, anasema ya kwamba watu wa Mungu wameitwa katika mazingira ya kwenye mazingira yasiyo na mjadala, lakini pia yasiyoharibiwa kwa namna yoyote, kuonyesha unyenyekevu wetu kwa huyu Mungu wa kipekee. God's people are called to non-negotiable and compromising loyalty to the uniqueness of God. Kuna kitu cha kipekee ambacho dini zingine zinaweza zikafundisha. Kuna mambo mengine yanaweza yakaletwa na madhehebu au dini, lakini Yesu ninayemfahamu, he is so unique. Amekuita wewe na mimi, haleluya, tutembee katika mazingira hayo ambayo ni non-negotiable. Sio swala la kufika mahali uanze kucompromise, uanze kusema unajua ukimfanyia hivi Yesu anaweza kuna uniqueness ambayo Yesu anaionyesha kwetu. Kwa kupigwa kwake, majeraha yake, ndugu yangu, wewe na mimi tumetangaziwa maisha yapo mengine baada ya kifo. Sema amen. Lakini sio kutangaziwa tu maisha baada ya kifo, lakini yako maisha ya ushindi ya dhambi. Maisha ya ushindi ya dhambi. Sikiliza, uponyaji wa kutolewa katika utumwa wa dhambi, Yesu amelipa gharama yake na ametutangazia ya kwamba tuko huru. Yesu hatuonyeshi mfano tu wa kumwishia yeye, lakini pia anatoa mwongozo na ulinzi kwa wale wanaoamua kuacha njia ya upotevuni na kumfuata yeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu kwa kufufuka kwake haendi mbinguni tu akastarehe, lakini anatangaza na kutamka maneno. Huyu Yesu mfufuka anajitangaza kuwa yeye ni mchungaji, yuko kwa ajili ya kutuchunga, kulitunza kundi lake na mtu anayemfuata. If you are here, uko hapa na wewe mahali popote duniani unakotusikiliza ibada hii, kama ukiamua kumfuata Yesu, yeye anakuja kwake aliye zaidi ya kifo, na anakuja kwako kama mchungaji, anakuja kwako katika njia zote. Ezekieli, kwa kumalizia, Ezekieli anasema mambo kadhaa. Ezekieli 34 ule mstari wa 11 hadi 16, tumalizie hapo. Ezekieli 34 11 hadi 16 anasema, maana Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi mwenyewe, naam mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia, kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake siku ile anapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika, ndivyo nitakavyowatafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika mahali pote walipotawanyika katika siku ya mawingu na giza.
nami nitawatoa katika watu wa mataifa na kuwakusanya katika nchi zote, nami nitawarudisha katika nchi yao wenyewe, nami nitawalisha juu ya milima ya Israeli, kando ya mifereji ya maji na kando ya mahali pote pa nchi panapokaliwa na watu. Bwana asifiwe. 14 inasema, nami nitawalisha malisho mema pa juu ya milima ya mahali palipoinuka ya Israeli, litakuwa zizi lao. Huko watalala katika zizi jema, nao watakula malisho mema juu ya milima ya Israeli. Mimi mwenyewe nitawalisha kondoo zangu, nami nitawalaza, sema Bwana Mungu, nami nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliovunjika, nitawatia nguvu wagonjwa, nao wanono na wenye nguvu nitawaharibu, nitawalisha hukumu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mamlaka ya Mungu, mamlaka ya Yesu aliyefufuka anajitambulisha kwetu, anakuja kwetu kama mwenye mamlaka ya mambo yote, hata wale waliopotea, hata wale waliovunjika mioyo. Anakuja na mamlaka hayo yaliyo zaidi ya mazingira yoyote yale, iwe ni kiuchumi, iwe ni kisiasa. Kuna mtu mmoja anaitwa Michael Scott, anasema God's authority extends over social, political and economic affairs just as much as over our personal lives. We must not limit God's authority. He is not the Lord of religion, but the Lord of life. Hallelujah. Yesu ambaye ni zaidi ya kifo, ni katika aspect yote, holistic life. Hata kama kuna zaidi ya holistic, yeye ndiyo zaidi. Anatangaza uweza na mamlaka katika maisha yetu. Ningependa kusema hivi, Ezekiel anachokizungumza, Yesu anakuja akiwa na nguvu ya ufufuo, mwenye uweza wa yote, walioonewa, waliopotea. Anakuja kuwaonyesha kuwa yeye ni rafiki. Yeye anakuja kuonyesha kuwa ni malisho mema. Yeye anakuja kuonyesha kuwa juu ya mlima mahali palipoinuka pa Israeli litakuweko zizi. Na mnajua maana ya zizi. Ng'ombe au kondoo wakiwekwa katika zizi ni ishara ya usalama, lakini pia fellowship, na mchungaji anakuwa anajua kondoo au ng'ombe au wanyama wako salama. Juu ya mlima litakuwa zizi. Lakini pia Ezekiel anafunua huyu Yesu mfufuka ni mlinzi, ni Mungu mlinzi wetu. Chukua hilo. Lakini pia ni lazima kupata, tunapozungumza juu ya atawalisha, Yesu mwenyewe, Bwana asifiwe, Yesu mwenyewe aliyeshinda kifo na mauti, anajitambulisha kama mwalimu, anajitambulisha kama mchungaji atakayetuchunga sawa sawa, si kama wachungaji wengine, si kama matapeli wengine. Ni lazima kupata mafundisho sahihi, na watu watakula malisho mema juu ya mlima Israel. Mimi mwenyewe nitawalisha kondoo zangu. Tamani kukaa kwa Yesu mfufuka, Yesu mwenye nguvu, aliye zaidi ya yote, mchungaji mwema. Katika Luka 19:10 unaweza ukaiona. Lakini kuna watu ambao they might be disoriented, wanaweza kuwa wametolewa mahali husika na maisha yao yakaanza kuharibika. Kuna watu leo hawaelewi katika mazingira walioko ndani. Yani mtu hajitambui kama ni mme, hajitambui kama ni mke, hajitambui kama ni mtoto, hajitambui kama ni mwanafunzi, mtu hajitambui kama ni Mkristo, mtu hajitambui mazingira aliyo nayo. Kuna watu ambao they claim to be Christian, lakini wamekuwa disoriented. Yani ule uwezo wa kujitambulisha na hata kuonekana ni Wakristo sio. Maana ndo hao watapata paji wa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Wako watu ambao wanaitwa ni waajiriwa, lakini leo hawajielewi. Wako watoto
Bwana asifiwe. Kuna wazazi wanajiuliza, hivi huyu mwanangu anajielewa kweli? Anaelewa kwamba yuko chini yetu sisi wazazi? Anaelewa hata akiwa kule shuleni yuko chini ya walezi? Kuna watu wanaluka mageti kule shuleni, wanaenda kufanya ufuska. Kuna watu wakiwa nyumbani na wazazi wao, wanadhani wazazi ni kama watu ambao ni ovyo, wanaweza wakajiamulia na kuanza tabia zisizofaa. They are disoriented by the devil. Wengine kwa sababu ya kujiona wamesoma, wengine wana fedha, wengine wana mamlaka. Wako watu ambao wameondolewa katika nafasi yao, hawaelewi ya kwamba Yesu amejitambulisha kwetu ya kwamba yeye ni mchungaji wetu. Je, unadhani bado huyu Yesu anayeishi zaidi ya kifo ni mchungaji wako? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwezi mmoja umepita, nilikuwa nazungumza na mtu mmoja mahali, nikamwambia, alikuwa ni mtoto. Nikamwambia, hebu muangalie mzazi wako. Nilipomwambia amwangalie, wakati ananyanyua kichwa namna hii, yani kama hataki akakutanishe na macho yake na huyu mzazi. Baadaye alipomtazama nikamwambia, uko tayari kumzika hivi karibuni huyu mzazi? Akastuka. Sema, hapana, sitaki afe. Naambia, okay, sikiliza. Kwa sababu dunia imeanza kukudisorient na kuanza kuingia kwenye tabia hii ulio nayo, you are soon going to bury your parent. Sema hapana. Kwa sababu huyu mzazi kesho kutwa atakufa na depression, immune zake za mwili na mambo mengine. Alipostuka na kumfunulia maandiko na vitu vingine, akasema, mimi nageuka tabia yangu kama mtoto. Nitakaa nisikilize wazazi wangu, nitakaa nisikilize walezi wangu. Wako watu wengi hawataki kuisikia sauti ya Mungu. Hata leo tunapozungumza juu ya Yesu aliye zaidi ya kifo, anaweza kuja kwako kuwa kama mchungaji. Wako watu wanatazama, wanasema, pastor, malizeni tuondoke. Wengine wamesubirishia huko mapombe, wengine wamesubirishia kwenda kukutana na ufuska, wengine wamesubirishia kwenda kufanya hivi vitu gani. Sikiliza, Yesu mfufuka anataka watu ambao wako committed kwa Yesu, wasimame pamoja naye katika dunia hii. Tunataka vijana waliookoka, tunataka wazee waliookoka, sio wana CCT wanaojaza viti lakini jehanamu inawangoja. Yesu mfufuka anataka kuokoa na kubadilisha maisha ya watu wote. Nami nataka kusema, Pasaka hii iwe ni Pasaka ya kubadilisha maisha yako. Sema amen. Pasaka hii iwe ni Pasaka ya kubadilisha attitude zako. Pasaka hii iwe ni Pasaka ya wewe kumkaribisha Yesu atawale ndani yako, na Roho Mtakatifu akuongoze. Ujazwe na Roho, utembee na Roho, ukae na Yesu hata kifo kitakapokuja kukupeleka kwenye maisha mengine, umfurahie Bwana wa mbinguni. Simama mahali ulipo. Natamani kuuliza kwa haraka, kuna mtu yeyote ambaye katika kutembea kwake anajiona mahali nilipo mbona sijioni kama salama? Ninawazawaza dhambi, ninapenda dhambi, mimi ni rudi, mkaidi, hata neno la Mungu sitaki kulisoma, hata neno la Mungu sitaki kulisikia, hata kukemea dhambi. Hawa watu wanaposema kanisani ni kama wananisemea mimi. Ndio Yesu anakutaka wewe. Kama kuna mtu ambaye unatamani asubuhi ya leo Yesu mfufuka akuokoe, akubadilishe, nyosha mkono wako. Na upo unasema, mimi kweli namhitaji Yesu abadilishe maisha yangu. Kama upo, nyosha mkono. Nyosha mkono. Kama upo, nyosha mkono. Yes. Yes. Najua mko huko orofani, lakini kwa jambo hili
naomba tembee tu kwa haraka, mje hapa mbele, nitaomba nanyi. Tembea tu, hata hiyo mikono nimeiona. Tembea kuja hapa mbele, tuombe na wewe kwa haraka haraka. Dada, nimeona mkono wako kabisa, na zaidi ya macho yangu ni Yesu aliyekuona. Tembea tu haraka haraka, haraka haraka. Hata wale walioko kule orofani, kwa jambo hili, hata ikulu ya Tanzania, hata ikisema neno ikulu ya Marekani wapi, sitaweza kunyamaza juu ya hili, maana huu ni wito ulio zaidi ya Trump, zaidi ya Samia, zaidi ya Museveni, zaidi ya Ruto, zaidi ya Putin. Mbingu zikiitana, zikisema fulani, natamani niingie ndani yako. Yesu anatamani akutane na wewe kijana. Kuna vijana mko hapa, maisha yenu yameanza kukamatwa na shetani. Yani mnajitambua kabisa, wako wanandoa, wako wafanya biashara, wako wanasiasa, mmekamatwa na adui. Paka kuna mahali pengine mnataka kuhalalisha sengeli eti ndo iwe utambulisho wetu hapa Tanzania. Mnajua maana ya sengeli? Hayo yanayofanyika, tumekutana, tumeombea watu, walipoona mambo hayo walienda kuzini. Mimi kama kiongozi wa kiroho, si mwanasiasa, hiyo ni roho ambayo haitamaniki, haitakiwi hapa Tanzania. Kwa mamlaka niliyopewa na Yesu, ni roho za uzinzi na ukahaba zinazoweza zikaenezwa bila sisi, na kwa kushabikia tu, na kwa kushabikia. Amen. Mungu akubariki kwa kukaza misuli kutoka kule. Ulitaka kuahirisha, lakini Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ukiwa umefunika macho yako, na wewe ukiwa kule, hawa watu leo ni kitu cha thamani sana kutembea kwao, kuja mahali hapa mbele. Hebu naomba ufuatishe sala hii ambayo mtaongozwa. Naomba ufuatishe sala hii katika jina la Yesu. Fuatisha sala hii. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, nami nimelipenda. Yesu, kupitia kifo chako, siku ya leo nimeamua kugeuka na kuziacha njia zangu zote mbaya na kukugeukia wewe. Futa jina langu Yesu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Maovu yote niliyokukosea Yesu, leo ninayakataa na ninayakana mbele za watu. Shetani, kuanzia leo mimi sio mali yako, mimi sio mtu wako. Ninakataa kila roho ambazo walikuwa wameziachilia katika maisha yangu. Kwa jina la Yesu, ninairuhusu nguvu ya jina la Yesu ipite ndani yangu, inifungue, niwe huru kuanzia leo katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya mtu huyu anayefuatilia kwa njia ya mtandao, ameliamini jina lako. Mungu, thibitika hapo alipo kwa jina la Yesu. Uweza na mamlaka ufuatilie nafsi yake, ufuatilie mwili wake, ufuatilie maisha yake kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pita kwa kijana huyo, pita kwa dada huyo, pita kwa baba huyo kwa jina la Yesu. Hiyo roho iliyomkamata na kuishi maisha ya dunia na kukamatwa na adui ambaye alimdisorienti katika mazingira ya kukuishia wewe, tunatangaza damu ya Yesu, tunatangaza Yesu uliye zaidi ya kifo. Tembea juu yake, fufua maisha yake, fufua mahusiano yake na wewe. Tunatangaza uweza na mamlaka ya jina la Yesu. Damu ya Yesu inenayo mema, damu ya Yesu inenayo mema ipite katika maisha yako kwa jina la Yesu. Uweza na mamlaka ya jina lako kapate kudhihirika. Hivyo vifungo haya, wewe jini, wewe jini, wewe jini, toka, toka kwa jina la Yesu. Toka ndani yake, moto ulao,
moto ulao, toka. Hiyo mamlaka uliyoiweka, iliyowekwa, iliyosimamishwa, na ng'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pepo na mamlaka yote, toka ndani yake kwa jina la Yesu. Yes, yes, yes. Mapepo ya kiume, mapepo ya kiume, toka, 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 toweka, toweka. Fire in Jesus name. Moto ulao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye hai, wewe ni Mungu uliye hai. Mungu, tunakubariki na kukuinua. Neema yako Mungu ikakutane na kila mmoja. Uwepo wako Mungu kawe juu ya kila mmoja, katika jina la Yesu. Tumshangilie Yesu.